Nimemletea tena kitongo hususan kuhusiana na mchezo wa jana kati ya Yanga Africa dhidi ya Azam. Mchezo ukitamatika Yanga akishinda goli 2-1. Mchezo ulikuwa namna gani? Mchezo ulikuwa na ladha gani? Nimemletea kitonge mzee wa Yanga, huyu bwana Mkeleketo, na ni mwanachama kindaki wa Yanga Africa. Nipo naye mbele unayemwona, tusikilize naye maoni yake. Je, leo kuna mtu atajivunja? Anamtaka mtani wake au anahitaji akutane na Mlandege? Tutasikiliza maoni ya Mzee Zagalo. Mzee Zagalo, habari bwana? Salamu, hali vipi? Safi bwana, kwema shehe wangu. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Familia iko poa? Wazima wote wa afya. Mzee Zagalo bwana, anaona siku mbili hatukuonana, lakini jana timu yako Yanga Africa naona imecheza ndani dakika 90 na matokeo yameleta matokeo mazuri kwa upande wako. Kwanza tuzungumzie mchezo wa jana. Mchezo ulikuwa mzuri kwanza kwa upande wako, dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mchezo ulikuwa mzuri. Nashukuru alhamdulillah. Tulichokuwa tunakitafuta kimeonekana. Mambo yanaendelea. Ndio. Na tuwape tu kwamba sisi uko mbele huko. Yoyote anayekuja. Hususan kuna mtu tunamtafuta. Kama atajivunja sawa, wanasema Simba kikosa nyama basi hata majani anakula. Lakini sio kusudio letu. Kusudio letu kuna tunayemtafuta. Kuna lengo, mtu yupo kati. Na tumeahidi kwa kila aliyehakikisha ametoka sare na Dar es Salaam Yanga Africa, iwe kwenye ligi iwe kwenye nini, tutakayekutana naye atatueleza ile sare ameipata pataje. Hilo ndio jawabu tunalolitafuta kwa sasa. Kwa hiyo kipindi kabla mjakutana na mchezo kati ya Azam na Yanga, ukianza mashabiki wenyewe wa Yanga pamoja hadi msemaji wao walikuwa wanasema tunataka aje tujiulize kwa nini tulipata draw na Yanga kwenye ligi. Lakini jana sivyo ilivyotokea. Dakika ya 5 Prince Pumulelo Dube anawaandikia Yanga goli la kwanza. Ni sahihi. Tulianza na Mbeya City, nikukumbushe. Mbeya City katika ligi alitugomea akatoka sare na sisi. Mzunguko wa kwanza. Mbeya. Nakumbuka ile. Sisi tukajiuliza, na mpaka msemaji wetu alisema sisi hatuna kisasi naye, ila tuna kazi naye. Alisema sisi hatuna kisasi na mtu, ila tuna kazi naye. Na kweli kazi yake mmeiona, kapigwa 6 safi. Azam na yeye alitudindia katoka sare. Mzunguko wa kwanza. Mechi hiyo akiwa mwenyeji yeye alitupeleka Taifa. Tukamwambia haina shida. Papatu akatoka sare. Sisi tunajiuliza, Dar es Salaam Yanga Afrika Mashariki na Kati wanaitambua ni timu ya aina gani? Kwa nini tutoke sare na Simba? Kwa nini tutoke sare na Mbeya City? Kwa nini tutoke sare na Azam? Sasa majawabu yanakuja hatua moja baada ya nyingine. Kaja Mbeya City kapigwa 6, Azam kapigwa 2-1. Bado kuna mwingine mnamhitaji. Ni nani sasa mnamhitaji? Yupo anajijua Simai wetu. Tarehe 29 na tarehe 3. Lakini si ulimshindwa huyo tarehe 1 mwezi wa 3. Ndio tunataka tuulize kwamba ile sare alipata pataje? Kule Guantanamo kule alipata pataje sare? Jawabu lipo tarehe 29. Tarehe 29 mnamsubiria. Unaona sisi tushatangulia. Kama atajivunga yeye, sisi tumeingia mazima. Si hatuna doubt. Hatakuwa na mjadala wote. Sisi tumesema kwamba nafasi ya yule mtu aliyotukimbia ni hii hapa. Sisi tumepiga mtu, tunamsubiri. Kama kweli aliona ile kama kweli ile sare alitoa kwa uhakika. Maana kuna uhakika na kumangamanga. Maana kule kwenye hesabu kuna swali, kazi, jawabu. Umeona? Yeye si ametupa jibu. Kwa hiyo sisi hatujalizika na lile jawabu. Mwezi wa 3 lile ni jibu mmepewa. Sasa nataka swali, kazi, alafu atupe jawabu. Kwa hiyo tarehe 29 unamsubiri. Atupe jawabu. Kwa hiyo leo yani afanye kazi alafu atupe jawabu. Mechi ya leo kwanza wewe uko upande gani? Mimi upande Mlandege zidi ya mtani wako Simba Sports Club. Nani akufuate? Maana mguu wa kulia umeshaingia. Mimi namtaka Simba na msupport 100%. Leo na msupport niko upande wa mnyama na msupport. Ijapokuwa Mlandege anakulaga hata Simba, lakini mimi na msapoti 100% na msapoti. Upande wako wewe upo kwa mtani. Kwa mtani. Usifezeeke, usimpe mtoto mdogo huyo ajui maana. Mtoto mdogo usimpe huyo ajui maana. Mtoto halali na hela.
Mtoto bwana siku zote waga analaga na visoda, akiamka akitingisha akuta visoda vyake. Ukimpa hela saa 8 usiku atakuamsha anataka pipi, utapata wapi? Wewe Zagallo unataka kumtunzia pesa. Mimi nataka yule. Wengi wao wanalalamika mchezo wa jana bwana. Baadhi ya mashabiki wa Azam wanasema Yolo Diaby kama vile jana ameamua kujivunja ili awape ushindi Yanga. Cha kwanza wanalalamika zile pasi zake walizokuwa anazitoa nyingi zilikuwa zinaishia kwa adui. Wewe kwa upande wako unazungumziaje kwa hilo? Hiyo siku zote mfamaji aachi kutapatapa. Mimi siamini kama kweli hilo jambo lipo. Kama Yolo Diaby ameharibu. Wangapi wamebaki? 10. Mbona hawakutengeneza jambo? Lawama ilikuja mpaka kwa Akamiko. Sisi tulikuwa naye Damalo. Ndio. Anakaba, anafinya, lakini ukifika wakati wa kutoa pasi, watu wanakoelekea kule, pasi zake haziendi kwa wakati na hazifiki kwa mlengwa. Lakini kwa sababu sisi tulikuwa tunajua na nini? Tulikuwa tunajua wakati gani wa kumpa pasi. Dio. Kazi ifanye wapi, mpira utokee wapi, uende wapi, maisha afanye nini? Yaende. Kwa hiyo mliwazidi kimbinu vipi? Yani mpaka Azam jana mumewachia kilio na wanafikia hatua wanasema kwa nini furaha iwe upande mmoja tu? Yupo shabiki mmoja alikuwa analalamika jana, kwa nini furaha ya ubingwa au ya ushindi unaenda upande mmoja tu? Wapi mlipowakamata wanaanza mpaka mkafikia kwa adhibu vile goli 2 na watu wakatarajia iko kitu? Sisi tumewakamata katikati. Wao sio walikuwa wanategemea Kaminko. Sasa Kaminko mbele ya Duke Abuya hawezi kufanya kazi. Dio. Mbele ya Damalo hawezi kufanya kazi. Na ndio maana tukawaachia nani kwanza nje, sababu walikuwa wanajua watamtesa muda Siliaya. Kwa hiyo sisi tukawawekea nje kwa sababu walikuwa wanajua yule watamfanya vile zile, yule si muoga wa kuchezewa. Alafu sisi tuliwapa watu maburudoza, wanakwambia punda afya mzigo wa bwana fike, na ndio hicho kitumika hicho. Damalo akikaa hivi anavuja jasho utafikiri amemwagiwa ndoo ya maji, sababu alikuwa na kazi maalumu. Mwisho wa siku Akaminko kuonekana hakuweza kuvunja kuni kama walivyokuwa wanategemea, na tukamwambia Pacome usishuke kwa ajili ya kuja kufuata mipira, watakuumiza wewe, baki kule kule, sisi tutakutengenezea. Mnasubiri mnaiwekea, yani mnamwambia usipate nje. Tuna jambo letu tarehe 29 na tarehe 3. Sina nataka tukambomoe mtu Meja Jenerali Isamuyo huko anaangalia, yani unampiga mtu baba yake anaona na mama yake anaona, sio tena kwa kusingiziwa. Hiyo vitu havipo. Na hiyo dabi pia tarehe 3 mnahitaji? Tarehe 29 tunahitaji. Na tarehe 3 tunaanza kutangaza ubingwa. Simba kwa nyumbani, lakini nyumbani ndio ni kwani bao 5 tulimpiga wapi? Benjamin Mkapa. Kwa hiyo mwenyeji alikuwa nani? Sasa hivi kule ndio nyumbani kabisa. Nyumbani. Basi hata wataona ajabu. Hicho ndio kitu tunachotaka kutoka, kwa sababu sisi tunataka tukate ile mizizi ya fitna. Ile mizizi ya fitna ndio tunataka tukate. Pale mtu anapoona akiwezekani si ndio tunaweza. Ndio tunataka tumuonyeshe ukubwa wetu sisi uko wapi. Bwana, tumzungumzie Alan Okello Starboy, namba 10 yenu pendwa. Alivyokuja alionekana kama vile Yanga mmesajili mchezaji yale yakina Ikua, yakina Dumbia, yakina Conte. Lakini sivyo ndivyo. Kila siku zinavyoenda mabadiliko yanazidi kuonekana kwa Alan Okello Starboy. Unamzungumziaje? Mimi la kusema sina. Kwa sababu hata Mwenyezi Mungu ameumba pepo na moto. Ndio. Na amesema kabisa kwamba utofauti wa Mungu na sisi wanadamu upo hivi. Mungu ametoa mitihani, ametoa majibu, muda wa kuja kukusanya mitihani ndo akuonyesha. Sisi unapoingia chumba cha mitihani, unapewa mitihani, unapewa na muda, ila majibu ndo wameficha. Kwa hiyo Alan Okello Starboy, mimi nafikiri sina la kumzungumzia, watazungumza wao kwa sababu ndo anawaonyesha kile kitu ambacho kilikuwa kimejificha juu yake, kwa sababu walikuwa washazungumza mengi. Hayo magalasa kama magalasa mengine, mmepigwa, sisi tulimtaka, hamna kitu humo na nini. Si kama kwamba walishindwa, ile sizitaki mbichi hizi ndo iko moyoni mwao sasa hivi. Kwa hiyo mbivu bado zinawahitaji. Ile sizitaki mbichi hizi, ile ya kwenye kitabu ya hadithi yanayokuja ni ya hii sasa hivi ndo wanayo wao. Katika nafsi wanaumia kama walivyoumia kwa Stefano Aziziki, kama walivyoumia kwa Pacome Zouzoua, kama walivyoumia kwa Max Pia Mzengeli, wameumia kwa Yao Kwasi Atolas jeshi. Umomote wameumia na kuwalaumu viongozi wao kwamba sisi tunawaona alafu wezetu wamechukua. Ndio. Kwa hiyo hii sasa hivi jibu wanalo wao. Wao walishakuja na swali ambalo nalo Alan Okello Starboy, wao wakawa wamelijibu vibaya kwa vile kwa matakwa yao, kwa utashi.
lakini walikuwa hawakujua kwamba yeye alikuja na jibu, ila swali kazi ndo alikuwa anafanya. Kwa hiyo sasa hivi majibu watajibu wao. Kwa hiyo alikuwa anajizuia kwanza, anaficha yale makucha yake yale. Kwa kawaida ilivyo, wachezaji wote waliokuja Dar es Salaam Yanga Afrika walibezwa. Wote walibezwa. Wakati tumeenda katika kilele cha wiki ya mwananchi, Pacome Zouzoua ndo amefika, alafu alikuja hapa na majeruhi yule. Akawa juu kule, akasema mchezaji hawezi kutoka kule. Si unaona yule kaje ule wamepigwa. Sisi sasa hivi wanaombea yule bwana mambo mawili. Kama sio kuuzwa, aumie kila game tunayokutana nao. Kwa hiyo yeye anaona kama ni adhina ya wana Yanga pale wenzenu inawaumiza. Na wakimuona tu basi, yani wakimuona tu wanajua. Kwa hiyo kuniambia dabi iliyopita ukosekanaji wa Kwake ndio walipata wana Simba. Ndio moja wapo ni hilo. Nimekwambia kwa kila swali tunalojiuliza sisi majibu yako tarehe 29 na tarehe 3. Tumzungumzie Principal Mwelelo Dube. Huyu bwana mtoto wa mfalme ana goli 3 sasa hivi. Muuaji huko anatabasamu. Muuaji huko anatabasamu. Yaani anakuua huko anatabasamu. Kama unavyoambiwa wanawake majambazi. Kwa mnafikiri wanawake wanachukua bastola kukupiga naye? Huko anacheka na maneno yao laini, basi mzee unajikumuta mfuko huu na samahani unaomba. Wale ndo wauaji huko wanatabasamu. Wanawake Prince Mvumelelo Dube. Ana goli 3. Sahihi. Na yeye sasa ndo anaongoza katika mashindano ya Muungano. Bado anazo zingine. Zingine zinakuja. Kwake. Tarehe 29. Combination ile anakuachaje? Mpaka anakosaje sasa? Anakuacha vipi? Na mambo yote yashapigwa. Vitu viko hadharani sasa hivi. Hakuna kubahatisha. Na ndio maana unakuta walio wengi sana wanafeli kwa sababu wanashindwa kufanya usajili wa bei wa watu wao wanategemea ndumba na ngai. Kwa hiyo wao wanasajili ile sajili zao za bei che. Wale wakuzoazoa kwa makundi wale. Wakishazoa wale tayari wakiweka ndani wanaenda kutafuta wanakoga uchi, wanafanyaje? Sasa utapata ubingwa kwa kwenda kuoga uchi uwanjani. Cheza mpira. Ndio kinachofanyika. Sasa wao wanatumia upande wa pili ndio hadi washinde. Wewe waoni? Wewe waoni juzi kati tu usikii faini zao hapo walizopigwa? Guantanamo hawakuingia kwenye vyumba, wamevunja milango kwenda kwenye vyumba vya habari. Wametumia VVB kwenda wanakokaa wanakopita waheshimiwa ndio wamepita wao. Ile yote taharuki ile. Tukizungumzia Zagalo hapa kati Yanga wamepatwa na baadhi ya kashfa ya kuzungumzia kuwa mchezo kwanza Mbeya City. Kuna mchambuzi alizungumzia, alitoa hoja pale kuwa bwana nyinyi mnanunua mechi. Wewe binafsi na jana pia kuna malalamiko pia yanaongeleka kwa hii Yanga sasa bwana imekuwa furaha ni upande wao tu, sisi upande wetu furaha tunakosa. Tuzungumzie kwanza hii kwenye ili jambo la kuhusiana kuwa kama nyinyi mnanunua mechi. Wewe upande wako unazungumzia aje? Mimi ni sahihi mchambuzi alichokizungumza au ni ameamua tu kwa mapenzi yake au maono yake yeye aliyoyaona? Unajua hawa wachambuzi wa mchongo, sababu ile ni uchambuzi wa mchongo. Uchambuzi wa mchongo. Yaani anazungumza tu kwa matakwa yake, si kwa experience ya waandishi wa habari. Sababu wale deiwaka si waajiriwa, wale waandishi wa deiwaka wale. Kwa hiyo wale wanachojisikia wakipata kijifungu fulani sema hivi, wao wanasema tu. Sio kwamba wale waandishi ambao wenye taaluma zao za uandishi wa habari. Sio hivyo. Huwezi ukatangaza jambo kama lile ambalo uhakika na ushahidi nalo huna. Na hawa ndo wale walosababisha mpaka tukahama kule Chamanzi. Walikuwa wanatangaza kipindi kile nyuma natumia uwanja wa nyumbani Chamanzi. Wakawa wanasema wanawapiga masindano wachezaji kwenye madasimini yao, wameonekana masindano kibao. Wakachukua wakapiga picha dasibini la kijani. Wakati kule madasimini yote wameweka wenye Azamu na yote ni meusi. Hakuna hata chumba cha Yanga kule kwenye dasimini la kijani. Lakini kwa sababu najua Yanga natumia kijani na njano, wakaamua kuchukua dasimini la kijani, wakaweka misindano mule, sijui walipata hospitali gani, wakapiga picha, wakaanza kutuma mitandao. Ndo wale baada sisi kuhama kule, mwisho wa siku bado makombe tunapata na hakuna mchezaji waliothibitishwa anapigwa sindano. Kwa hiyo ndo wale, ule ndo mfumo wao waliojitengenezea katika kumchafua mtu. Sio kwamba wapambane wapate wachezaji wa bei ili na wao watoke kule waliko, kwa sababu sisi tumeteseka sana. Nafikiri nakupaga historia hii sana. Sisi ndio watu wa kwanza kuonyesha bakuli. Sababu anasema muungwana akivunjika nguo, muungwana akivulika nguo,
asimami anachutama. Sisi tulichutama wakati tuko na Mwinyi Zahera, golikipa Benoka Kolanya, namba 2 Paulo Godfrey boxer, namba 3 Gadiel Michael, kina Saidi Juma Makapu. Umeona bwana, ndo mabeki wetu hao. Lakini si tukisema leo tunapiga mbungi, tunapiga mbungi. Simba katoka kumfunga National Rally afu kaja kwetu sisi Patulo. Hapo kitu tumegawana pointi. Nafikiri hiyo unaikumbuka hiyo. Sasa sisi tofauti na wao. Wao na zile imani zao za kwenda kuoga uwanjani uchi, mwanaume lina mitako mikubwa linaoga uwanjani uchi. Tofauti na sisi. Sisi tunaamini mpira ni science. Tumekosea wapi? Kwa mnajiamini wanayanga kuwa kwenye pichi mko vizuri. Tukakaa tukamwomba Mwenyezi Mungu kwamba sisi kinachotushinda hapa sasa hivi ni hela ya kusajili watu wa kututoa hapa tulipo na kutupeleka sehemu nyingine. Mwenyezi Mungu amesikia kilio chetu, tumepata mfadhili, tunakwenda naye. Na yeye sasa hivi hatamani kuikosa Yanga. Kwa sababu hawezi kutamani kuikosa Yanga. Anapata kilichostahili na anajua kwamba nikiteleza nateleza wapi, na hapa nilipo mimi ndo nataka nitoke hapa kwenda sehemu nyingine. Sawa. Sio kwamba sisi tukae kitako tutegemee kwenda kuruka ukuta, tutegemee sijui kwenda kuchoma ndinindi. Sisi hatuna biashara hizo. Tumalize na hili Mzee Zagalo. Dabi asilimia wengi wanasema kwa sasa imepoteza mvuto, sio ile matarajio yaliokuwa au ile dabi iliyokuwa imepita msimu wa nyuma. Mfano alizungumza Haji Manara, alisema kwa sasa hivi mwelekeo wa dabi umeanza kupoteza mvuto. Ikiwa kama Yanga dabi ya kwanza mlipeleka Zanzibar, Simba nayo wamewajibu, wameipeleka Meja Samuyo. Ukija kuangalia uwanja wa Zanzibar na wa Meja kule ni watu 15,000. Huku watu 8,000. Tayari walishategemea unaenda kupeleka dabi kwenye uwanja wa watu 60,000. Sasa kutoka 60,000 mpaka 10,000 mpaka 15,000 mpaka 8,000. Wewe unaizungumziaje hii mechi, ni sahihi kwenda Isamuyo au wangejaribu kuangalia sehemu nyingine ya kwenda? Sisi hatuna malalamiko na kwa sababu wanasema yatima adeki. Sisi tulipeleka Amani Complex kwa sababu kipindi kile uwanja wa Taifa pale Benjamini kulikuwa na Qur'an tukufu na walikuwa wameshabuking muda mrefu, na ile tarehe ingekuwa si vyema kuwatoa watu wa dini, kwa sababu watu wa dini nyingine wanakwenda wanatumia uwanja na wanapata haki zao stahiki. Kwa na hao mazalo wa booking na wao tarehe ile wakaoa wamepewa. Ingekuwa si vyema kwenda kuwatoa ili kuna ndio maana sisi tukasema hakuna sehemu nyingine, bora tuwapeleke kwenye uwanja wenye hadhi Amani Stadium, tukawapeleka ambao uwanja uko umekidhi vigezo na mpaka mechi za kimataifa unachezewa. Lakini wao kwenda kutupeleka Meja Jenerali Isamuyo, labda kwa akili yao wanachukulia kwamba mazali tulienda kule tukatoka sare na wale nani JKT, ndo wanachukulia eti kigezo cha sisi kutupeleka kule. Never. Hiyo iko itwa kipo. Wanasema hamna bahati na uwanja wa Meja Samuyo. Bahati haiji na mchezaji. Bahati haiji na mchezaji. Kwa ile ya draw na JKT hii kwa upande wa Simba watu wafunga. Wasichukulie hivyo. Sisi Simba tunamjua udhaifu wake. Sisi Simba tunamjua udhaifu wake. Kwa kupitia kwenye ule uwanja mna uhakika matokeo yatakuwa mazuri. Pata pointi 3. Na ndo tunapoanza kutangaza ubingwa pale. Nyinyi jiandaeni kwenda kubeba watu. Jiandaeni kwenda kubeba watu basi. Sio nyinyi kule ndo kutakuwa kugumu kutoka Mbweni mpaka kufika Dar es Salaam. Pale. Sio tayari umeshafungwa. Pale. Sidhani. Maana Simba wamejipata bwana Zagalo. Wamejipata? Kwa mchezaji. Wanasema wamejipata kina Riba Segway, Anseteula, ile na Olwemba. Kuna Chama pale karudi katia nguvu za kutosha pia sasa hivi. Kibabage nayo anajitutumua zaidi ya yule mliokuwa mnamtegemea au mliokuwa mnamtumia nyinyi. Kipindi sisi hatakuwa tunamtumia. Sisi hatakuwa tunamtumia Chama, hatakuwa tunamtumia Kibabage. Yaani sio walikuwa wachezaji wenu. Waziba kilaka. Wachezaji na waziba kilaka. Kwa hiyo Chama alikuwa mziba kilaka. Chama, Kibabage walikuwa waziba kilaka. Unajua kilaka? Unashuka kwenye baisikeli, sio baisikeli, maana sio pikipiki. Baisikeli. Ile unashuka utasikia ile baisikeli za kuunga zile hapa umechomea baisikeli suruali cha. Ndio kwa fundi unaenda kupiga kilaka ili mradi suruali ifanye nini? Iendelee na maana sio ile ya moto wa pasi, ile za kukwama kwenye baisikeli. Ushaziona baisikeli zile pedeli yake ile msumari umetoka nini ile msumari ile kangafu zile tetanasi tupu. Ndio wale walikuwa waziba vilaka. Si hatujawahi kumtegemea Chama atupe katika matokeo katika mechi hata moja. Hatujawahi kumwona Kibabage atupe matokeo hata moja. Na ndio maana walikuwa mbadala wa watu
fulani, kwa sababu Kibabage alikuwa mbadala wa Boka. Ndio sahihi, umeona hapo mwanzo alikuwa Joyce Lomalisa Mutambala, ndio umeona mpaka aumie kama vile aishapata zake injury, ndo na Chama mwenyewe mpaka anakuja pale mashabiki wa Simba wote walikuwa wanajiuliza Chama anakwenda kule anaenda kumweka nje nani? Stefano Aziziki anaenda kumweka nje Pacome Zouzoua, anaenda kule kwa ajili ya nani? Ndio. Lakini siku zote kizuri kinapendwa na wengi, na yeye mwenyewe alikuwa anapenda kukaa na mastaa kama wale, kwa sababu kapata picha za pamoja, na mpaka sasa hivi sometime mtandaoni utaziona zimetumwa, Chama yuko na huyu, Chama yuko na huyu, anauza brand yake. Lakini Chama kwanza, wewe mwenyewe unamjua Chiba na mwendo wake ni huu mmoja, hawezi kuwa panga pangua wa Dar es Salaam Yanga Afrika, hiyo katu. Yule alikuwa mziba viraka, na ndio maana tumemwachia, hatujaathirika chochote sisi. Wewe kule aliporudi ndo si unajua uwanja nyumbani. Wewe ukisema cha nini mwezi anasema mtakipata lini. Tumalizie ya saa 2:15, una neno gani la kuwaambia watani na Mlandege? Mimi nawaambia watani wakaze. Watani wakaze huko wanakoenda, watoto watawazalilisha. Watani wakaze. Si nataka watani wakaze ili waje kutugea wakubwa wenzao, wasiende kuwapa watoto wale Mlandege. Sasa unajua Zanzibar polini wanapata wapi pizza, wanaenda kukesha night club wapi? Hakuna wakaze waje kutupa huku, tutawatoa auti. Ukijisikia mjamzito, nani za kupima zipo huku, bichi za kuogelea zipo huku, naenda kumpa mtoto mdogo atakupani. Usimpe maana asiyejua maana. Wakaze ili waje kukutana na wakubwa wenzao. Bwana, shukrani sana Zagalo. Bwana, nilikuwa na Zagalo katika tawi lake la Valentine hapa Mbagala Rangi Tatu. Sina la ziada, tukutane hapo saa 2:15 kati ya Simba dhidi ya Mlandege. Nani naye ataingiza mguu wake kumfuata Yanga ambayo tayari ameshafuzu kuingia finali ya mashindano ya Muungano. Bwana, tukutane muda huo. Sina la ziada, bye bye.